kabisa nawatangazia tena, BAKWATA, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, toka tarehe 4 mwezi wa 7 tumeanza uchaguzi. BAKWATA tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Kwa tarehe 4 mwezi wa 7 tulikuwa na uchaguzi wa misikiti. Kama sikukosea, tarehe 14 tukafanya uchaguzi wa kata mwaka huu. Kesho tarehe 25 tunafanya chaguzi za wilaya. Nitumie hadhara hii kuwatangazia nyote mnaotoka sehemu mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza ni sehemu ya Tanzania na sisi tunafanya uchaguzi. Kwa hiyo kuanzia tarehe 27 zinatolewa fomu za kugombea mkoa. Tumeshapata viongozi wa misikiti, tumepata viongozi wa kata, tumepata viongozi wa wilaya, tutapata kesho inshallah, na ndio imeshakuwa leo tarehe 25. Sasa baada ya uchaguzi wa leo tarehe 25, tarehe 27 fomu zinatoka. Unaruhusiwa, madhali wewe ni Muislamu, jitokeze uchukue fomu. BAKWATA mkoa, nafasi zinazogombewa, naomba mnisikize kwa makini. Mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa ambaye ndiye anayesimamia halmashauri ya mkoa, nafasi hiyo iko wazi, inagombewa. Nendeni pale wilayani Ngudu, njooni hapa Hungumarwa, hata ukija BAKWATA mkoa, na unaweza kuingia hata kwenye mtandao utapata fomu za BAKWATA. Nafasi ya pili inayogombewa ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kutoka mkoa wa Mwanza. Nafasi hiyo inagombewa. Nafasi ya tatu inagombewa ni wajumbe 9 wa baraza la mashehe mkoa, na hao ndio wanaosimamia nidhamu ya dini katika mkoa. Nafasi ya 4 inayogombewa ni wajumbe wa halmashauri ya mkoa, wajumbe 10. Na waomba usiseme amini kwa Hungumarwa, amini kwa Mamashimba huku. Wewe kama unajiamini kwenye hizo nafasi zilizozitaja, umejipima, unaona unaweza, chukua fomu. Tarehe 27 tunachukua fomu mpaka 29 au 30. Baada ya hapo zinakwenda makao makuu. Baada ya makao makuu, mchujo ukishafanyika na baraza la ulama, wanarudisha majina yaliyopita, tunaingia kwenye kinyang'anyiro cha kupiga kura. Na kura za mkoa zitapigwa tarehe 16 mwezi wa 8. Kwa hiyo nimeona kwenye hadhara hii nisiondoke ila nimetangaza jambo hilo. Na yale maneno BAKWATA hivi, BAKWATA imeimarika, BAKWATA iko vizuri. Kama BAKWATA Mwanza, uimara wake wa hali ya juu. Toka tumeingia sisi pale, mimi nimeingia kama shekhe wa mkoa 2018 mpaka leo 2026, ni miaka 8. Lakini ndani ya miaka 8 tunajenga vituo vya afya 7. Kituo cha afya Ilemela kimekwisha. Kituo cha afya Sengerema tumemaliza OPD, na kwa sababu pale Sengerema wanajenga msikiti, tumewaazima wanatumia kama kibanda swala, lakini eneo moja tumeamua tuanze na maabara. Wilaya ya Nyamagana tunajenga ghorofa 3, tumeshazika nguzo 15. Wilaya ya Misungwi tumemaliza msingi wa OPD, tunapandisha boma. Tumemaliza kupandisha boma, tunajipambana ili tuweze kufunga lenta. Wilaya ya Kwimba tumenunua kiwanja ekari 5. Shekhe yuko hapa. Wilaya ya Magu tumenunua kiwanja ekari 5. Wilaya ya Ukerewe tumeshapata kiwanja. Mpango mkakati ni kujenga vituo 7 vya afya katika mkoa ndani ya miaka 8 ya uongozi wetu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lazima tuwafahamishe tunayoyafanya, wala sio lia. Atahadduth bi ni'mati llahi shukru, kuzieleza neema za Mwenyezi Mungu ni shukurani kwa Mungu. Ndani ya miaka 8 tumejenga misikiti ya vijijini. Miongoni mwao tumejenga Lunele, wako hapa watu Lunele.
Miongoni mwao tumejenga Mwabomba, wako watu wa Mwabomba hapa. Misikiti ya vijijini zamani ilikuwa sawa, BAKWATA kazi yao ni kuja kuchukua tu misikiti ya watu, sio BAKWATA hii ya Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Tunajenga misikiti, tumekwenda Mantare, kuna shida pale, tumetengeneza, tumesafisha msikiti, tumejenga choo. Tunajenga. Tumekwenda vijiji vya Shirima, Mizanza, Kikubiji na wapi tena, karibu vijiji vitano. Kila mwaka tunakwenda kupeleka nguo na mahitaji mbalimbali BAKWATA mkoa wa Mwanza. Tumefanya hivyo. Ndani ya miaka 8 tumejenga ofisi ya heshima, ofisi inayolingana na heshima ya mkoa wa Mwanza yenye thamani ya milioni 213. Allahumma salli wa sallim ala. Ndani ya miaka 8 tulikuwa na kiwanja kiko Nyerere Road katikati ya mji, kutoka msikiti wa Ijumaa, kwa wale wanaijua mjini pale, kuna kiwanja pale, kutoka kwa Saidina Ayubu, kiwanja kimekaa bila kujengwa miaka 18. Sisi ndani ya miaka yetu 8 leo tunajenga ghorofa 5. Hivi ninavyozungumza iko ghorofa ya pili. Ndani ya miaka 8 tunachimba visima vijijini. Ndani ya miaka 8 BAKWATA mkoa wa Mwanza ilikuwa pale ofisini hakuna msikiti, watu wanakaa kwenye vikao, wakimaliza inabidi waende wakasali misikiti mingine. Tumejenga msikiti pale na tumeupa jina Masjidi Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Ndio sasa haya yote tumeyafanya. Tunataka njooni mgombee. Pale tulipokuwa sisi tumepungua nguvu, mtuongeze. Pale ambapo tuliona sisi hatukufanya vizuri, mtushauri. Kwa hiyo nawaalikeni kwenye chaguzi hizo, kwa wale wenye kuhitaji waje wachukue fomu, na inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie, tujenge Uislamu, turudishe heshima ya Uislamu. Tulifika mahala shehe wa mkoa anaenda kwenye shughuli, anaenda na bodaboda, au inabidi wenye shughuli ndio wamletee gari. Tumefuta aibu hiyo kaswida, tumeiondoa huo wimbo. Shehe wa mkoa na gari, tumehakikisha katibu wa mkoa na gari, tumehakikisha wataalamu pale ofisini wana gari, tumehakikisha umoja wa kina mama kuna gari. Ndani ya miaka 8 tumefanya hivyo. So unaenda tuna kwenye hadhara, shehe unabidi uone haya hata kutokea. Wala umeshuka kwa nani, tukutuku au bajaji, unafika pale kwenye shughuli ya serikali, vumbi la kutimka. Tumefuta aibu hiyo. Muulizeni huyo Ungumaro kama tumwambie tu magari hapa. Hatukutuambia tu magari. Na operation hiyo inaendelea kwenye wilaya. Ndio. Hivi ninavyozungumza wilaya Ilemela gari. Wilaya ya Sengerema gari. Tunataka wilaya ya Kwimba shehe tena asije sio gari ya kwenda kuomba kwa matajiri. Wale matajiri watusaidie tuwe na gari kabisa ya shekhe. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mkakati tulionao sasa, tunakwenda kwenye kilimo pia. Tunataka BAKWATA kata, BAKWATA wilaya, BAKWATA mkoa, tununue mashamba au tukodi tulime. Tumeingia kwenye vizimba. Serikali imetoa mpango wa vizimba na imekopesha vizimba. BAKWATA mkoa wa Mwanza kupitia umoja wa vijana tumeingia kuomba mkopo huo. Tumepewa milioni 103. Tuna vizimba huu mwaka wa 3 tunavuna samaki. Mpaka wenzetu wanatuuliza, nyewe Waislamu sisi na nyewe mmekuwa mnakuja huko kwenye maendeleo. Ndio, hatumwachi mtu, man to man. Afe beki afe kipa. Lazima Waislamu na sisi tuchangamke. Yale mambo ya shehe akivaa kanzu nzuri ameiba,
tapeli huyo, katuibia. Mambo ya kizamani. Sasa shehe mwenye mavitu yote hayo nitavaa kanzu mbovu? Una vizimba, una maukilimo, una majuba yanajengwa, afu shehe unavaa kanzu mbovu? Kwa tunataka kuondoa aibu hiyo kwa Uislamu. Basi hayo ndio nataka niseme leo. Mtanisamehe nimechukua muda mrefu, lakini nimeona nieleze vitu vingi ili mjue baraza lenu linaendaje sasa na mambo yanakwendaje, na inshallah matarajio ni nini. Jambo la muhimu, tumuombee sana dua Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri. Bwana mkubwa huyu amefanya mabadiliko makubwa kwenye baraza. Kwa tumuombee yeye, tuombee wasaidizi wake, katibu mkuu Alhaji Nuhu Jabir Mruma, tumuombee mwenyekiti wa halmashauri Sheikh Hamis Saidi Mataka, tuombe na sisi wenyewe tujiombee. Na mwisho wa hotuba yangu naombe tusome wala asri liilafi na kul a'udhu birabbil falaq, kisha tumswalie mtume, tuombe dua, Mwenyezi Mungu atakabalie mambo yetu. Amin. A'udhu billahi